Shirika la Viwango Tanzania tuko hapa ndani ya banda la Wizara ya Viwanda na Biashara, na tunashukuru maonyesho haya yamekuwa na tija kwetu, lakini pia na tija kwa wajasiriamali, kwani uwepo wetu hapa sisi tumeweza kukutana na wajasiriamali wengi. Mpaka sasa tumekutana na wajasiriamali zaidi ya 200. Tumeweza kuwatembelea katika sehemu zao ambazo wanafanya biashara zao. Kwa hiyo tumeweza tumeongea nao kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya viwango. Tumeweza kujua changamoto ambazo wanazo, kwa nini wengine hawana alama ya ubora ya TBS. Tumeweza kujua changamoto zao, tumeweza kuwashauri na tumeongea nao, na wengi wamepata mwamko, na kuna wengine wameshaanza mpaka procedure za kupata alama ya ubora. Kwetu sisi kama TBS na kama shirika ambalo lipo kwa ajili ya kuwezesha biashara, ni swala ambalo tunaona linatija, kwani wakipata alama ya ubora wataweza kupata masoko zaidi, na hatimaye tunaweza kubadili uchumi, kwa sababu kama mjasiriamali akiweza kupata alama ya ubora ataweza kutoa bidhaa nje ya nchi, kwa sababu bidhaa ikishakuwa na TBS inaweza kupata masoko sehemu mbalimbali za Tanzania na nje ya nchi, hususan Afrika Mashariki. Kwani katika Afrika Mashariki tumeshakubaliana kwamba bidhaa ikiwa na alama ya ubora katika nchi, mfano bidhaa ambayo inatoka Rwanda ikiwa na alama ya ubora ya shirika la viwango la Rwanda inaweza kuingia Tanzania bila shida yoyote, na bidhaa ikiwa na TBS hapa Tanzania inaweza ikaenda Rwanda, Kenya, Kongo, Sudan Kusini. Lakini habari nzuri zaidi ni kwamba kwa wajasiriamali wadogo wakija TBS hakuna gharama yoyote, ni bure. Serikali imeona kwamba ina wajibu wa kumhudumia mjasiriamali mdogo. Kwa hiyo mjasiriamali mdogo kupata alama ya ubora ya TBS ni bure. Tumewafikishia taarifa hiyo na wajasiriamali wamehamasika, na tunategemea baada ya maonesho basi tutakuwa na bidhaa nyingi zaidi ambazo zina alama ya ubora.